Mwanafamilia wa channel ya Feaboy, karibu tena katika channel yako pendwa ya Feaboy kwa update zote kuhusu ajira, elimu pamoja na mbinu mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi. Katika video ya leo utakwenda kuangalia mwongozo wa namna ya kuweza kutuma maombi ya ajira za jeshi la uhamiaji au immigration. Tutaenda kuangalia user guide au mwongozo wa namna ya kuweza kutuma maombi haya, vitu gani unavyohitajika kuwa navyo kabla ya kuweza kutuma maombi haya. Tips for the system user. Cha kwanza, applicant are required to carefully read and understand the application guideline before starting the application process. Kwa hatua ya kwanza, hakikisha umeelewa application guidelines kabla hujaanza kufanya process the application. Kina cha pili, applicant must ensure that all required information and supporting document as specified in the job announcement are available before applying. Hakikisha dokumenti zote ulizoambiwa uwe nazo kwenye application document unazo kabla ya kuweza kuanza application. Kwa hiyo hakikisha kwanza una cheti chako cha kuzaliwa, vyeti vyako vya shule na vya taaluma unavyo, kitambulisho cha taifa unacho, siha ya tabia njema unavyo. Katika video iliyopita nilielezea document unazotakiwa kuwa nazo kabla ya kuweza kuanza maombi haya. Hasa hakikisha vyote unavyo kabla hujaanza kufanya application. Kingine, an applicant can create an account in the system, upload essential documents such as professional certificate and the other requirement attachment in accordance with the application guidelines and apply for the advertised position. Kwa hiyo utatakiwa sasa create account yako katika system, upload dokumenti zako zote, na baada ya hapo apply kwa position ambayo umeona wewe inakufaa. Na kitu kingine, kuna vitu kama CGA, maana yake ni Commissioner General of Immigration, CIZ ni Commissioner of Immigration Zanzibar, CV ni Curriculum Vitae. Hivi ni vifupisho ambavyo utakutana navyo. Alafu kuna EIRMS, hii ni Electronic Immigration Requirement Management System. Alafu kuna ICT ni Information and Communication Technology. Pia kuna JKT ni Jeshi la Kujenga Taifa, JKU ni Jeshi la Kujenga Uchumi, JPG ni Joint Photographic Group Image Format, NACTVET maana yake ni National Council for Technical and Vocational Education and Training, NECTA ni National Examination Council of Tanzania, NIDA ni National Identification Authority, NIN ni National Identification Number, PDF ni Portable Document Format, PNG ni Portable Network Graphic, PNG Portable Network Graphic, TCU ni Tanzania Commission for Universities, TISD ni Tanzania Immigration Service Department. Immigration Recruitment Portal is an online system provided by the Tanzanian Immigration System Service Department for the job applicant. Applicants are strongly encouraged to use computer when accessing the web-based application portal to ensure full functionality and minimize avoidable errors. Kwa hiyo hakikisha unatumia kompyuta kufanya application na sio simu. Usifanye application kupitia simu, hakikisha unafanya application zako kupitia kompyuta ili usipate changamoto yoyote katika system. Login page. The login page is a starting point to Immigration Service Department recruitment portal. Applicant must log in to access the account and continue with the job application process. Kwa hiyo how to use the login page, use NIDA number. Kwa hiyo ili kuweza login lazima utatumia namba yako ya NIDA na password zako ulizo create. Na kama hauna basi unaweza, kama umesahau password utaenda kwenye sehemu hiyo ya forget password, register here. Kama hauna account basi utaenda kwenye register ili uweze create account yako. Sasa step to create your account, cha kwanza click on the register your account as shown in the figure 2. Na baada ya hapo sasa utaingiza namba zako za NIDA. Hakikisha umeweka namba zako za NIDA. Baada ya kuweka namba zako za NIDA basi kuna maswali ambayo utaweza kuulizwa. Hakikisha unayajibu yale maswali kwa usahihi kulingana na taarifa zako ulizojaza kwenye NIDA. Unajibu yale maswali kwenye taarifa zako ulizojaza kwenye NIDA. Hakikisha unajibu maswali yote. Baada ya pale NIDA itakuwa successfully verified, na baada ya NIDA yako kuwa verified, the system redirect the applicant to the email verification page
Kwa hiyo baada ya hapo utaenda kuingiza email yako sasa na namba zako za simu, NIDA number, email address, alafu utaweka namba zako za simu au email address ili kuweza kufanya account activation na application notification. Phone number, enter an active mobile number, click verify to confirm your details. Kama NIDA verification ikifeli, basi utatakiwa kurudia tena. Email verification na phone number, hakikisha unatumia namba za simu ambazo zinapatikana, na kwenye email hakikisha unatumia email yako ambayo ipo active ili kuweza kupata taarifa zote. Baada ya hapo utacreate password zako, utaconfirm tena password, then utaconfirm registration and system notification. You have been logged out. Please sign in to continue with your profile activation. Your NIDA number is your username. Kwa hiyo NIDA number ndo username yako wakati unapo login katika hiyo portal ya immigration. Utatumia namba yako ya NIDA na password zako. Baada ya hapo utatiki kwenye I'm not a robot, then utaclick login. Baada ya hapo utakuwa umeweza au umefanikiwa kuweza kulogin. Kwa hiyo hii hapa ni manyo ambao utatakiwa kuitumia wakati wa kuweza ku create account yako au kufanya maombi haya. Hakikisha umetazama video hii na umesoma maelezo haya vizuri kabla ya kuanza kufanya application hiyo. Kabla ya kuanza kufanya application ya Jeshi la Uhamiaji, hakikisha umetazama video hii na umeweza kuelewa vitu gani ambavyo vinahitajika kabla ya wewe kuweza kufanya application. Na utakapokuwa umezingatia haya, basi wewe utakuwa umekamilisha process zote na application yako itaenda salama na itaenda sawa, na baada ya muda utapewa notification yako. Lakini pia zingatia umri na vitu vingine ambavyo vilitajwa katika PDF ya kwanza ambayo niliweza kuitoa, ile inayozungumzia ajira. Pia utaweza kuweka barua yako ya kuombea kazi na CV yako pia utaweza kuiupload katika mfumo au katika system. Okay. Sasa channel hii ni channel ambayo inahusiana na ajira kama kawaida. Usahau kusubscribe, like na kushare katika channel hii. Share video hii kwa wingi zaidi, lakini kama unapata changamoto yoyote katika kufanya application, tupo hapa kwa ajili ya kukusaidia. Unaweza ukacomment katika sehemu ya comment section au ukanicheki WhatsApp, namba zangu ipo katika description ya video hii. Asanteni na karibuni.